Bwana Yesu asifiwe sana, na ninamtukuza Mungu sana kwa namna ya kipekee. Ametupa tena nafasi na ametupa tena upendeleo, na tunamtariki Mungu sana kwa namna ya kipekee. Prophet Deo hapa ninaongea, na tunamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee, na Mungu amekuwa wa thamani sana na ameendelea kututendea mambo makuu sana. Sifa na utukufu tunazirudisha kwenye kiti cha enzi cha Kristo Yesu. Nichukue nafasi kukualika sana katika maombi makubwa haya, na ni maombi makubwa sana unapoanza mwezi mpya, na haya ni maombi makubwa ambayo yatakusaidia mno kila unapoanza mwezi mpya. Mungu akusaidie kuwa na maombi haya, na yatakuwa ni maombi ya mpenyo mkubwa sana kwenye mwezi huo. Ninaomba nichukue nafasi kwanza kabisa tumshukuru Mungu. Baba, ninakutukuza. Asante kwa baraka, asante kwa fadhili zako, asante kwa neema yako. Umekuwa Mungu mwema, umekuwa Mungu mwaminifu. Tumeona fadhili zako na tumeona nguvu zako. Jina lako litukuze sana na kuinuliwa Jehova. Tunaomba neema yako na nguvu yako Bwana. Tunaomba ufahamu kuu toka kwako Yesu, katufundishe na katuelekeze. Pokea sifa Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Amen. Ninayo habari njema kwamba jifunze kuombea mwezi wako mpya mara unapoingia kwenye mwezi mpya, kwa sababu kila mwezi mpya una majira mapya, na kumbuka kila mwezi mpya una neema mpya, na kila mwezi mpya una milango mipya, kila mwezi mpya una majira mapya. Kwa hiyo haya ni maombi makubwa unapoingia kwenye majira mapya. Maana yake unaingia kwenye majira mengine kabisa ambayo ni tofauti na majira mengine. Watu wengi wamekuwa wapigi hatua, na watu wengi wamekuwa waendi mbali zaidi, hawafanikiwi kimaombi na hawainuliwi sana, kwa sababu hawajui siri iliyoko kwenye mwezi mpya, hawajui siri iliyoko kwenye hatua mpya, hawajui siri iliyoko kwenye kazi mpya. Na hapa ukifanya makosa unapoingia kwenye mwezi mpya, kati ya makosa watu ambao wanayafanya ni kutojua kabisa kwenye mwezi mpya kuna fursa mpya, kuna mambo mapya, kuna neema mpya, kuna utukufu mpya. Yaani ni mpya kila siku. Ni mpya kila siku. Usilinganishe mwezi uliopita na ukaufananisha mwezi huu. Malengo yako mengi yanaweza kuwa yatimii kwa sababu haujui. Kwa kila unapoingia mwezi mpya, nenda mbele za Bwana, weka malengo yako ya mwezi huo. Mwambie Mungu, mwezi huu natamani kufanya nini? Mwezi huu natamani kupita hapa. Mwezi huu natamani kufanya hivi. Mungu, naomba unifungulie fursa mpya za mwezi huu. Mungu, naomba unifungulie neema mpya mwezi huu. Kwa hiyo utashangaa, kila mwezi kuna vitu vikubwa unafanya, kuna vitu vikubwa vinatokea. Unaanza kushangaa Mungu, imetokeaje? Nataka nikupe vitu vifuatavyo ndani ya mwezi mpya, na hapa ndipo utaelewa. Yani mwezi mpya una mambo yake mapya na una vitu vyake vipya. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba ninapoingia mwezi huu nifanye nini. Mambo muhimu sana, mambo ya kadhaa ya kufanya. Kabla tuenda kuomba, nikwambie kwanza mambo kadhaa ya kufanya unapoingia kwenye mwezi mpya. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 43, umeona mstari ule wa 18, Isaya 43:18 anasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari ya mambo ya zamani. Anasema, tazama nitatenda neno jipya. Unaona, sasa litachipuka. Je, hamtajua? Sasa nitafanya njia jangwani, na mito ya maji nyikani. Umeona? Sasa kila muda Mungu anataka kufanya jambo jipya. Kila nyakati Mungu anafanyaga kitu kipya. Kwa ukijifunza kwamba mambo ya zamani ya mwezi uliopita yamepita, sasa Mungu anataka kufanya jambo jipya, utakuwa na nguvu ya kuomba kwamba mwezi huu Mungu, najua kuna jambo jipya unakwenda kulifanya. Vile unavyoamini kwamba mwezi huu Mungu kuna jambo jipya anakwenda kufanya, ndivyo utashangaa sana. Kuna milango, kuna neema zinafunguka. Ujue ulimwengu wa maombi ndio unaamua ulimwengu wa matokeo yako. Matokeo yako ya kufanikiwa, matokeo yako ya kuinuliwa yanategemea sana ulimwengu wako wa maombi ukoje. Kama ulimwengu wako wa maombi ni mwepesi, kama ulimwengu wako wa maombi hauwezi kusema juu ya mwezi mpya unaoanza, utashangaa mwezi utaisha na shida
Mwezi utaisha hakuna matokeo. Mwezi utaisha hakuna mafanikio yote. Mwezi utaisha kiroho hujapanda. Mwezi utaisha hamna kitu umeingiza. Mwezi utaisha hauna utukufu umeenda. Lakini nataka nikwambie siri hii ndio itakayokusaidia sana. Kila mwezi mpya una mambo mapya. Nikwambie, ndani ya mwezi mpya kuna fursa mpya. Ndani ya mwezi mpya kuna neema mpya. Ndani ya mwezi mpya kuna milango mipya. Jifunze kuombea milango mipya. Kuna vitu ambavyo nataka nikwambie, siri sana za mwezi mpya. Kila mwezi mpya una milango mipya. Tumia maandiko haya. Ombea hiyo milango ya mwezi. Ombea hiyo milango ya mwezi. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Isaya sura ya 60 na mlango wa 11? Kwenye mwezi mpya una milango mipya. Isaya 60:11 Biblia inasema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongoza pamoja nao. Umeona? Kwenye mwezi kuna malango. Umeona? Hayo tunasema ni malango ya mwezi. Ndio maana nasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wakuletee utajiri wa mataifa. My Jesus. Kwa hiyo unapoanza mwezi mpya, haleluya, kitu kikubwa sana, anza kufungua malango yako. Anza kuyafungua malango yako. Malango yako, unaona? Malango yako anza kuyafungua. Anza kuyafungua malango. Na mimi natamka katika jina la Yesu Kristo, kila malango yaliyofungwa, Yesu ninaomba afungue malango mapya ya mwezi huu. Uwe ni mwezi wako wa kufanikiwa. Uwe ni mwezi wako wa kuinuliwa. Uwe ni mwezi wako wa kunyanyuka. Anza kujitamkia. Mwambie Baba, oh my Jesus, mwezi huu utakuwa ni mwezi wangu. Malango yangu ya mwezi yote nayafungua. Naona? Malango yangu ya mwezi Yesu nafungua. Malango yangu ya fedha nayafungua. Anza kufungua malango yako ya utajiri. Anza kufungua malango yako ya biashara. Anza kufungua malango yako ya kuinuliwa. Anza kufungua, oh my Jesus. Anza kufungua. Anza kufungua. Anza kufungua malango yako ya neema, malango yako ya baraka, malango yako ya kuinuliwa, malango yako ya kupiga hatua, malango yako ya kwenda mbele, malango yako ya kusimama, malango yako shandarababasekeri babashaka. Natamani tuombe wakati tunaenda kwa pointi. Kwa hiyo unapoanza mwanzo mwa mwezi, anza kuombea malango yako. Hili ndio ombi la kwanza. Malango yako ya fedha, malango yako ya mafanikio, malango yako ya kuinuliwa, anza kuyaombea. Na sasa hivi wakati unanisikiliza hapa, natamani unifuatishe maombi haya. Ombi la kwanza, nifuatishe ombi la kwanza. Sema, Baba wa mbinguni, niko mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu ninatamka malango yangu ya mwezi huu ninayafungua katika jina la Yesu. Malango ya utajiri, malango ya neema, malango ya kufanikiwa, malango ya kuinuliwa katika jina Yesu. Anza kujitamkia. Rikarababashanda. Amka, tamka. Fungua malango. Malango ya kazi, malango ya mafanikio, malango ya ofisi. Fungua kwa jina Yesu. Tamka juu ya ofisi yako. Tamka juu ya ofisi yako. Rikarababashaka. Fungulia malango. Malango ya neema, malango ya fedha, malango ya mafanikio. Ratataraboshakata. Mandarababashaka. Baba, ninafungua malango ya mwezi mpya kwa jina la Yesu. Malango ya fedha, malango ya baraka, malango ya kuinuliwa, malango nafungua. Rikabababababababa kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninafungua malango yangu ya mwezi mpya kwa jina la Yesu Kristo. Rikarababababa. Malango yangu yatafungwa mchana wala usiku, ili Baba ulete utajiri wa mataifa sawa sawa na Isaya 60 mlango wa 11 kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, nifungulie malango mapya. Bwana Yesu, nifungulie malango mapya. Rikatatatatatatata. Tamka omba. Fungua malango yako ya kazi, fungua malango yako ya ofisi, fungua malango yako ya biashara, fungua malango yako ya wateja, fungua malango yako yafunguke. Mwezi malango yafunguke, malango yafunguke, malango yafunguke, malango yafunguke. Kila eneo kulikofunga,
kila eneo kulikofunga Baba tunafungua haya malango ya kuinuliwa, malango ya kufanikiwa. Ratatatatatatatata ratatatatata shebebebebebebebebe rantatatara baba shoko ratatara baba shi rotorobo shanda rabababababababa rita rantara baba soko roshende rantara baba shekere bebebebebe tamka rantara baba shoko robo shanda rantara baba kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mwezi huu ninafungua malango yote, malango aliyofungwa mwezi huu. Hakuna mlango utakaofungwa, hakuna mlango utakaofungwa, hakuna mlango utakaofungwa, hakuna mlango utakaofungwa, hakuna mlango utakaofungwa. Tamka. Hakuna mlango utakaofungwa, hakuna mlango wa kazi utakaofungwa, hakuna mlango wa biashara utakaofungwa, hakuna. Retetetere sentere bobo shanda ratarababa shekere bebe rantarababa shanda rababa rantarababa shokororo shendere bebe manshika yantoro shendere bebe rantarababa. Kwa jina la Yesu tamka, hakuna atakayefunga malango yangu, hakuna atakayefunga malango yangu, hakuna atakayefunga wateja wangu, hakuna atakayefunga kazi zangu, hakuna atakayefunga mafanikio yangu, hakuna atakayefunga biashara zangu, hakuna atakayefunga ofisi yangu, hakuna atakayefunga kazi zangu, hakuna atakayefunga. Tamka. Utashangaa mwezi huu kuna vitu vikubwa vinaanza kutokea. Fungua malango ya utajiri, fungua malango ya fedha, fungua malango ya mali, fungua malango. Ninayafungua malango yako, malango ya utajiri yafunguke, malango ya utajiri yafunguke mwezi huu, malango ya fedha yafunguke mwezi huu, malango ya watu wazuri yafunguke mwezi huu. Nasema malango yafunguke, malango ya ndoa yafunguke, malango ya ndoa yafunguke, malango ya kazi yafunguke, malango ya biashara yafunguke, malango ya neema yote yafunguke in the mighty name of Jesus Christ. Kuanzia sasa natangaza ya kwamba malango nimeyafungua katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ali hai. Mtu mmoja aseme amina. Unapoendelea na maombi, ombi la pili, unapoanza mwezi mpya, omba juu ya malaika. Haleluya. Omba juu ya malaika. Kuna hatua mbili za maombi ya malaika kwenye mwezi husika. Namba 1, omba malaika wa ulinzi kwenye ule mwezi. Omba malaika wa ulinzi. Takwambia juu ya malaika wa ulinzi, lakini takwambia malaika wa pili wa kufanikisha njia. Tunaomba juu ya malaika wa ulinzi kwenye kitabu kile cha Zaburi 91 mstari wa 10, anasema mabaya yatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa nitakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Umesikia? Kila mwezi omba maombi haya. Anasemaje? Anasema mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde njia zako zote. Kumbuka una njia zote unazopita mwezi huu. Muombe Mungu, mwambie Mungu, malaika naomba wanilinde njia zangu zote. Unaona? Njia zangu zote. Anasema mikononi mwako atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Unaanza kuona maana yake. Unaomba malaika wa ulinzi walinde njia zako zote unazopita, unazosafiri, unazopita kwenye gari, unapanda daladala, unaendesha gari yako, yani hakikisha njia zako zote zimezingirwa, zimelindwa. Malaika wa ulinzi walinde njia zako zote. Oh my Jesus, my glory. Naomba popote pale lipo, anza kuomba, unapiga makofi, naambia Roho Mtakatifu, naomba malaika wa ulinzi wa mwezi huu, naomba malaika wa ulinzi wa mwezi huu. Oh, njia zangu zote nitakazopita, oh, kila eneo nitakaopita, Bwana, wale malaika wa ulinzi wapite. Rikatatatata, malaika wa ulinzi wapite, malaika wa ulinzi wapite, malaika wa ulinzi wapite njia zote. Shantara baba sheketi baba ninaruhusu malaika wa ulinzi
wapite kwa damu ya Yesu Kristo. Rintarababa shenterererere. Malaika ulinzi, malaika ulinzi, malaika ulinzi. Baba, naomba malaika ulinzi kwa damu ya Yesu Kristo. Anza kuomba, nena kwa lugha, zungumza lugha mpya. Omba malaika ulinzi, malaika ulinzi wapite njia zote, watembee njia zote kwa damu ya Yesu Kristo. Rikatarabobo shanda rantarababa kuria bashika. Malaika ulinzi, malaika ulinzi. Mandoro kuria bashentere baba sekere baba ranta roto. Malaika ulinzi kwa damu ya Yesu. Baba, naomba malaika ulinzi. Rianda riba shende bebe rantarababa rataraba shandarabubu. Tunaomba malaika ulinzi, malaika ulinzi. Tembea na malaika ulinzi, waende kila kona, waende kwenye njia zote ninazopita, njia zote ninazosafiri. Malaika ulinzi, na wapeleka kwenye ofisi. Malaika ulinzi, na wapeleka nyumbani kwangu. Malaika ulinzi, na wapeleka njiani kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, nasi malaika ulinzi. Yesu, nasi malaika ulinzi. Rantarababa shandarabo koribasha retetere senterere rantarabo shandarababa koribashi akayantarabo sheke. Kiri malaika ulinzi, kiri malaika ulinzi, kiri malaika ulinzi. Rikantarababa shanda ratatarabo kushende rantarababa korabasheke. Baba, achilia jeshi la malaika, malaika ulinzi kila eneo, malaika ulinzi kila kona, malaika ulinzi, malaika ulinzi. Waweke ulinzi njiani, waweke ulinzi kila sehemu. Mayakaterebo shanda rantarababa korabashi retere kataraboshi rabobo shanda rabo koriba ekereba setete. Kwa damu ya Yesu, walinde watoto wako, walinde nyumba yako, walinde ndoa yako, walinde mume wako, walinde familia yako kila eneo, walinde kazi za mikono, walinde mifugo yako, walinde chochote unachokishika kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, kwenye mwezi mpya tunaomba malaika wa mwezi mpya, malaika wa ulinzi katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Oh my Jesus, my Jesus. Unaweza kuendelea kuomba, omba maombi haya, unaendelea. Lakini jambo la tatu, hawa pia ni malaika. Unasema malaika wa kufanikisha njia, malaika wa kufanikisha njia. Kuna malaika wanaitwa malaika wa kufanikisha njia. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka, kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 na mstari wa 20, Biblia inasema kitu cha ajabu. Kutoka 23:20, isome vizuri hiyo. Anasema, vitazama mimi namtuma malaika haende mbele yako, naye akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali alipokutengenezea. Kuna malaika wanaitwa malaika wa hatima, malaika wa destiny, malaika wa kukupeleka kwenye nafasi, malaika wa kukupeleka kwenye ndoa yako, malaika wa kupeleka kwenye kazi zako, malaika wa kupeleka kwenye utukufu wako, malaika wa kufanikisha njia. Hawa wanaitwa ni malaika ambao wanafanikisha njia, wanafanikisha njia za mwezi wako, wanafanikisha njia zako. Anza kuwaita malaika, anza kuinua mikono, sema Bwana Yesu, naita malaika, malaika wa kufanikisha njia yangu, malaika wa kufanikisha biashara zangu, malaika wa kufanikisha mambo yangu, malaika wa kufanikisha hatima yangu, malaika wa kufanikisha ndoto zako. Unazo ndoto, anza kuzisema hizo ndoto. Rikatarababa shaka. Hizo ni ndoto zako za mwezi huu. Mwezi huu unakusudia kufanya nini? Kwenye mwezi mpya unakusudia kufanya nini? Uwezi kufanikiwa peke yako, omba malaika kukufanikisha. Rikatarabo shandarababa rantarababa shekere bebe. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba neema ya malaika wa kufanikisha njia kwa jina la Yesu Kristo. Baba, malaika wakafanikishe njia zangu zote. Rikarababa wafanikishe njia zangu zote, wafanikishe njia zangu zote. Rikaterere shendere bobobo, malaika wakufanikisha njia zangu zote. Mandere keribe shende ratatatatatatatata rantarababa shekere rotaramando roboshe ratatatatata rikatarabobo shente rikantarababa shekere ratatatatata
shibaba shenterere ranta 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 ra mandoro shekere baba ranta 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 ra retetetetetete. Malaika wakufanikisha 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 mambo yangu, wakufanikisha neema yangu, wakufanikisha vitu vyangu, wakufanikisha mambo yangu, wakufanikisha neema yangu. Shamando rikote ranta 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 shibakotia rantere sekere o shanta pareke yando ranta tata rantoro sheke retetetetetete. Kwa damu ya Yesu Kristo, malaika kufanikisha njia, malaika kufanikisha njia, malaika kufanikisha njia. Mandarabo shende ranta tata rota 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 shantarikote rantaraboshi rantarababa ratasata rokorobo shanda parebekesh rikantaras rototoro shandarababa sheteres rikantara karabo shanda rikaterebebe rikatarababa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya malaika kufanikisha njia zangu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kitu kingine kikubwa, damu ya Yesu inene mema. Damu ya Yesu inene mema kwenye mwezi mpya. Usahau kuomba damu ya Yesu kunena mema. Ili ndio ombi kubwa sana. Damu ya Yesu inene mema kwenye mwezi mpya. Kwenye mwezi mpya omba damu ya Yesu inene mema dhidi ya mabaya, kwa sababu kumbuka wakati wewe unatamani uone mambo mazuri, kuna waliokusudia upate mambo mabaya. Lazima uombe. Lazima uombe kwa nguvu kubwa, kwa sababu nataka nikwambie, kuna watu ambao wananena mabaya kwenye mwezi mpya. Kuna watu wananena mabaya. Usipoomba kuna wengine wanaomba. Haleluya. Kwa hiyo lazima kwenye mwezi mpya, unapoanza mwezi mpya, omba damu ya Yesu inene mema. Omba damu ya Yesu ikunenee nini? Ikunenee mema. Haleluya. Anasema damu ya Yesu inanena mema zidi ya Habili. Umeelewa? Kwa hiyo unapoanza kuomba, anza kutamka. Mungu mwambie. Waebrania 12:24. Unaona? Waebrania 12:24 inasema damu ya Yesu inanena mema kuliko ile damu ya nini? Damu ya Habili. Unaanza kuita damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema. Ita damu ya Yesu, funika yani mwezi mzima, uweka damu ya Yesu kwenye mwezi mzima. Oh my Jesus, inua mikono yako, sema Baba wa mbinguni, ninatamka katika jina la Yesu, ninaomba Bwana, damu ya Yesu inene mema mwezi huu kwa jina la Yesu Kristo. Rikataraba shanda ratataraba shakaraboshek, in the mighty name of Jesus. Anza kutangaza damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inene mema kuanzia tarehe ya kwanza, tarehe ya kwanza, tarehe ya pili, tarehe ya tatu, tarehe ya nne, tarehe ya tano, tarehe ya sita, tarehe ya saba, tarehe ya nane, tarehe ya tisa, ya 10, ya 11, 12, tarehe 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Damu ya Yesu 28, 29, 30, 31. Damu ya Yesu inene mema, inene mema. Damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema, inene mema dhidi ya mabaya, wanaonitamkia mabaya, walionenea mbaya. Anza kutamka rababa shakata, inene mema kile eneo. Anza kutamka wapi nene mema, damu ya Yesu ranta rabobo shakarababa. Damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema. Rota ranta 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 shika baba 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 ranta rababa shokoro shenderere ranta rababa korebe shenderebe bebe, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba maombi haya. Omba unarudia, omba unarudia, omba unarudia.
utashangaa, utaona mbingu zinafunguka sana, neema inafunguka sana. Nami nakutamkia katika jina la Yesu, mwezi huu ukawa ni mwezi wa mafanikio, mwezi huu ukawa ni mwezi wa kuinuliwa, mwezi huu ukawa ni mwezi wa kupiga hatua, mwezi huu ukawa ni mwezi wa kwenda mbele zaidi, mwezi huu ukawa ni mwezi wa kufanikiwa sana, mwezi huu ukawa ni mwezi mkubwa sana kwako katika jina la Yesu. Mwezi huu ukawa ni mwezi wa kuinuliwa sana, mwezi wa kufanikiwa sana, mwezi wa kutimiza mipango yako. Mipango yako itimie, malaika wafanikishe mipango yako. Mipango yako kwenye mwezi mpya yote iende, hakuna mpango ambao usiende kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea kwa mamlaka ya kimbingu, neema ya kimbingu iambatana na mwezi huu kuliko kawaida katika jina la Yesu. Yoyote Mungu anayejiunganisha na sadaka, unapoanza mwezi mpya jiunganishe na sadaka. Tamka Mungu, mwambie sadaka hii kanene kwenye mwezi mpya, hii sadaka ikazungumza kwenye mwezi mpya. Sadaka imebeba nguvu, sadaka imebeba nguvu kwenye mwezi mpya, sadaka imebeba nguvu kwenye mwezi mpya, sadaka imebeba nguvu kwenye mwezi mpya. Anamwambia Kornelio kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10, anamwambia maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu, na mimi nakuombea katika jina la Yesu. Wewe unayejiunganisha na sadaka kwenye maombi haya, sadaka yako ya mwezi, sadaka yako ya mwezi, sadaka yako ya mwezi ya kufanikisha mwezi, sadaka ya kufanikisha mwezi huu, sadaka ya kufanikisha mwezi huu, ninatamka kupitia sadaka hiyo, kupitia sadaka hiyo ninafungua milango yote ya mwezi, mafanikio yote ya mwezi, neema mpya ya mwezi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana. Prophet Tadeo naongea. Neema ya Yesu endelee kuwa juu yako. Endelea kushare pamoja na sisi kupitia namba hizo ziko hapo za sadaka, lakini kupitia namba hizo za WhatsApp. Hebu tuambie Mungu anaendelea kutenda nini kwenye maisha yako, tushuhudie. Lakini chukua ujumbe huu, asambaze, peleka kwa watu wengi, utaenda kuwasaidia na itakuwa ni baraka nyingi. Mungu akubariki. Usisahau kushare, kucomment na kulike kwenye channel yetu hii ya maombi. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, shalom.